Huo tumesema unaitwa umasikini. Tukasema umasikini unaanzia kwenye kichwa cha mtu, vile unavyowaza. Tatizo liko hapo unavyowaza wewe. Na tukaona matokeo ya umasikini, lakini pia tukaona dalili za umasikini, na leo tunaendelea na somo. Tuliona sababu mojawapo ni ile inayopatikana katika Malaki 3 fungu la 8 mpaka la 10. Katika fungu hilo Mungu hataki tumjaribu. Mungu hajaribiwi. Lakini katika fungu hilo Mungu anaruhusu watoto wake tumjaribu. Anasema mkanijaribu kwa njia hiyo, njia ya utoaji. Unapofanya hivi mkono wako unajizuia mwenyewe baraka. Sasa leo tunaendelea pale tulipoishia. Tuliona pia sababu mojawapo ni uvivu. Watu wengi sana ni wavivu, inasikitisha. Yaani mtu ana majani nyumbani kwake mpaka mlangoni. Akili ya kufanya yale majani iwe mboga ya chume hana. Hiyo ni dalili ya umaskini. Dalili ya umaskini kubwa. Ukijiona unaenda kununua kila kitu, wewe ni maskini. Unabandika sufuria, kalete unga nusu, kanunue mchele, ujue wewe umaskini. Yaani hata kama unalala mahali unapoona wewe pazuri, una nyumba unaishi, hiyo ni dalili ya umaskini. Kununua kila kitu, sio. Tunaendelea na somo letu sasa. Tuliona sababu nyingi. Sasa leo tunaendelea hivi ya kwamba miongoni mwa sababu ipo ya kupenda starehe. Lakini pia kuna kupenda usingizi. Watu wengi wanapenda kulala. Maskini wengi ukiwafuatilia wanapenda kulala. Wakati watu wenye pesa zao, watu wenye mabiashara huwa hawalali, wanalala kidogo sana. Lakini hizi nyumba ambazo ndio wale wanasumbuliwa na umaskini, analala mpaka jua linawaka bado wamelala. Ndio hawa niliofundisha wakati nafundisha habari ya mwanamke aweje nyumbani, wanaoagia waume zao kwenye mashuka. Enda salama baba, aende salama mtoto wa watu, hujaamka kupika, aende salama wapi na njaa. Lakini kuna sababu nyingine, magonjwa ya muda mrefu. Hii nayo pia ni sababu ya umaskini, kwamba kuna magonjwa ya muda mrefu, magonjwa ya kupooza. Anapopooza wengi wanakaa kumhudumia, na hivyo mnashindwa kufanya kazi. Lakini pia ujinga na upumbavu katika akili ya watu. Yaani kuna akili ambazo kwa kweli ni jinga. Akili jinga kabisa. Hana kazi yoyote. Mume wake ana kazi ya kubangaiza, au wote wana kazi za kubangaiza, lakini ujinga ulioko kwenye akili zao, wanarudi nyumbani saa 8 wanaangalia video kwa raha zao. Wajinga wawili ndani ya nyumba. Wenye pesa, wale wenye uwezo, hawapotezi muda. Hawapotezi muda. Unakuta hawa wenzangu na mimi hawa ambao ujinga umewajaa kwenye akili, haoni shida kumtembelea mtu bila sababu, na wanajadili ujinga. Huo ni ujinga. Sawa Na sasa hivi unajua wengine hatujizuii, huwezi kuzuia masikio yako kusikia. Nimewahi kuhudhuria sherehe, na kwenye hiyo sherehe nilikuwa nasikia wimbo unaimbwa, wimbo unaoniumiza moyo wangu. Bora ni enjoy. Huo ni ujinga. Bora ni enjoy, wewe unakufa kesho. Na watoto wako je? Huo ni ujinga. Sasa hebu tuendelee na kuangalia tiba sasa ya huu ugonjwa. Tumeona dalili, tumeona matokeo, hebu tuone tiba yake. Tiba number 1 ni kuamini ahadi za Mungu na kuziishi. Watoto wa Mungu wengi wanaishi kwa shida kwa sababu tu hawaamini ahadi za Mungu. Tunasoma Kumbukumbu la Torati 15 fungu la 4. Lakini hawatakuwako maskini kwenu, kwa kuwa Bwana Mungu atakubarikia kweli, mimi na wewe tunaomjua Mungu wa kweli. Alafu tunasoma mafungu ninayoyapenda sana. Kumbukumbu la Torati 28 fungu la 1 mpaka la 14 ni baraka. Ukianzia fungu la 15 anageuza ni laana. Katika hayo mafungu neno la Mungu linasema itakuwa utakaposikiza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya yote ni kuagizayo hivi leo, ndipo baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Anasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani.
Mjini kuna nini? Mjini kuna kazi, mjini kuna biashara. Shambani kuna nini? Kuna kilimo. Anasema ukiendelea mafungu hayo, nitabariki kazi za mikono yako, lolote utakalolishika nitalibariki. Lakini wengi hatufanyi kazi. Unabarikiwa wapi? Utakaposikia. Kwa hiyo baraka hizi zina masharti. Baraka hizi zina sharti: moja, utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii; mbili, utakapoyaangalia na kuyatenda; tatu, usipokengeuka katika maneno ni kuagizayo. Sasa Mungu ametuambia nini? Yapo. Mungu ametuagiza nini? Mungu amesema kutunza Sabato kama inavyotakiwa. Ikiwa kale mtu aliokota kuni siku ya Sabato aliuawa, we unayepika leo ni nani? Mbona ufukuze baraka nyumbani? Baraka zinaondoka. Tunza. Mungu amesema yale yote Mungu aliyosema, hebu yaishi. Mungu amesema uwe na kicho mbele zake. Yohana anasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mwabudu Mungu katika roho na kweli. Acha kuiga. Mungu anatafuta mtu, hatafuti watu, na inawezekana huyo mtu ni wewe. Mbili, usichague kazi. Watu wengi wanachagua kazi. Mithali 28:19, alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali afuataye mambo ya upuuzi atapata umasikini wa kumtosha. Unapata umasikini mpaka unagawia ndugu zako. Anasema jambo lingine, amani ndani ya familia. Amani inapokuwepo kati ya mke na mume nyumbani, malaika wanawazingira, baraka za Mungu zinakuwa kati yenu. Zile nyumba zenye magomvi, baraka hazikai hapo, watu wa Mungu. Tiba nyingine, kupanga mipango pamoja, mke na mume. Kaeni pamoja, mpange mipango. Mke wangu, tunatokaje hapa? Na hapa niseme kitu, niwakumbushe wamama wenzangu. Hapa kwenye uchumi hapa, wamama wengi sana tunajikwaa. Unakuta mama anachoma vitumbua, maandazi, chapati, anauza mboga, pesa zake ni za kwake. Yaani wanawake sisi Mungu anatuona. Pesa za waume zetu, pesa zetu. Hapana, mambo hayaendi hivyo. Mkitaka kufanikiwa, kaeni. Mama ukipata 5, baba akipata 10, zinakuwa 15. Leo baba mwenyewe kazi yenyewe ni ya hivi, lakini huyo ndiye afanye kila kitu nyumbani. Hamwezi kutoka. Ni lazima mshirikiane. Na kwa sababu mke ameumbwa na mikono mingi, mwanamke wa Mithali, mama changamka, kupitia wewe mfanikiwe. Acha kumtuhumu tu mumeo. Jambo lingine, kutofichana kipato na mwenza wako. Baba kipato hakijulikani, mama hakijulikani. Akina baba, kama mke wako hajui kipato chako, ataishi kinyume na bajeti. Anapaswa akijue. Na hapa nilete angalizo. Nimepata message nyingi sana, wamama wengi wanaonilalamikia kwamba mume wangu ananificha kipato, mimi sijui mshahara wake. Huwa nawauliza, lakini unakula lakini kuna maendeleo Kama hataki kukuonesha, acha kutafuta ugomvi. Usilitafute mwana kulitafuta, mwana kulipata. Usitafute ugomvi. Hataki kukuonesha kipato, unaishi vizuri, sawa, sio lazima. Sababu nyingine au tiba nyingine ni kuishi mzuri. Anaenda kununua, kumbe ungeenda mtumbani ungepata viatu kama hivyo, pea zako 6, 5,500. Unaenda kununua pea moja 50,000. Ya nini? Kipato chako hakiruhusu. Sawa, ishi kulingana na kipato, utafurahia maisha. Haya maisha uweze kuyamaliza ili uyafurahie. Na ninalipenda fungu la wengi, ili fungu talitafsiri tu kwa ndoa. Sikiliza hii ya leo. Si vyema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mwanadamu bila Roho Mtakatifu hatosheki, haridhiki. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Si vyema mtu awe peke yake. Bwana akasema nitawaletea msaidizi, ndiye Roho Mtakatifu. Moyo wako unapojazwa Roho Mtakatifu unaridhika. Hata baba utaridhika na mkeo, hautaangalia wengine. Epuka maisha ya mitandaoni. Watu wengi leo wanaishi maisha ya kwenye mitandao, magari ya kifahari, manguo ya kifahari. Hayo ni maisha ya mtandaoni. Ishi maisha yako halisi ili ufurahie maisha. Fanya kazi kwa juhudi na maarifa.
watu wengi tuwavivu, hata wale tulioajiriwa. Kazi yani mpaka usimamiwe. Kazi yani mpaka usimamiwe. Hiyo ni hatari, na niwafundishe katika malezi. Anzeni kutengeneza watoto wafae. Ukimtuma mtoto wako kazi, nenda ukaikague. Inafanya vitu vizuri sana kisaikolojia. Kwamba huyu mtoto unapomtuma hata tu kuosha vyombo, nenda kashike chombo uangalie. Hapa hapajatakata sabuni hii. Kesho umemwambia alime, unamwambia hapa bado kuna majani. Atajifunza kwamba ninatakiwa nifanye kazi nijikague mwenyewe, maana nitakaguliwa. Atakapokuwa mtu mzima, kazi yoyote atakayofanya atajikagua mwenyewe. Watu wa Mungu wengi hatufanyi kazi kwa juhudi. Na mimi mara nyingi nasafiri, na hivyo ninavyosafiri njiani huwa kuna vitu najifunza, naumia. Unakuta mtu hana uwezo wa kuweka trekta shambani. Anasubiri mpaka wale wenye pesa wameweka matrekta, wamepanda, wanapalilia. Yeye ndio anaenda na kajembe kake bu. Umeshajijua huna uwezo wa trekta, ungeanza mapema. Watu wa Mungu, Mungu ametuahidi kutubariki. Ingia ufanye kazi, uone baraka za Bwana. Sasa kwa sababu ya muda wangu, jana kuna kitu sikuongea kwa undani kwa sababu muda hautoshi. Habari ya sababu za umasikini, mojawapo tukasema ni kuwa na familia kubwa usiyoweza kuimudu. Familia tegemezi. Familia zetu nyingi wa Afrika ni tegemezi. Wazazi wengi anasomesha mtoto akitegemea eti baadaye aje amsaidie na kuuliza swali, kwa hiyo ina maana unataka akulipe. Ikiwa hamjazeeka, bado mna nguvu, fanyeni kazi zenu wazazi. Watoto wawakumbuke, na watoto niwaambie, kukumbuka wazazi hata kama wanajiweza ni baraka kwako. Wazazi wengi ni mzigo, anaenda kukaa hapo hapo kwa watoto. Watoto hawawezi kufurahia. Mnajua tunapoenda kwa watoto, hata mlo watoto inabidi wabadilishe kwa ajili ya mama au baba mzazi aliyekuja hapa. Si mkwe amekuja, sasa unakaa miezi miwili hivi, kweli hawa wenzako si unawafilisi? Hata hivyo unafanya nini? Na hii tabia walio nayo sio wababa. Wababa Mungu awabariki. Hii tabia iko kwa wamama. Binti yake akishaolewa ni kosa, kijana wake akishaoa ni kosa. Hivi mtoto ulimzaa peke yako? Si mlizaa na mumeo? Mbona ni wewe tu ndio unazunguka unamwacha mume anateseka? Na tukija kwenu siku ya kwanza, wiki imeisha, sio dhambi kutuuliza, mama samani, kule kijijini baba umemwacha na nani? Niondoeni nirudi kwa mume wangu. Kwa sababu mtenda utendewa, na wewe utatendewa na watoto wako. Watoto, saidieni wazazi. Hawa wazazi wanaokimbia kwenye miji. Na basi ukifika pale, tulia, shukuru wakikupa chakula. Lakini wewe ni mdomo tu, huna shukurani. Watoto hawaendelei, wana vyumba viwili tu. Watoto wa watu unawabana, wenyewe hawajiachii. Jamani, si wote tumetoka ujanani. Ndoa ujana ina raha yake. Watoto hawawezi kujificha ficha ndani kwa sababu ya mama yupo. Alafu huna aibu sasa. Kuna makabila kama lile langu, baba mkwe akipita huko au mama mkwe mwenyewe unapita huko. Lakini kuna makabila yani anakaa hapo hapo sebuleni na yeye anaangalia video na baba mkwe. Ni aibu. Hayo mambo yanafanya umasikini. Sasa ona, kijana wako ameoa. Ninyi wazazi wa kiume mnamdai mambo, na huyu binti naye wazazi wake wanamdai huyu mkwelima. Hivi hao watoto wataendelea lini na kusimama? Na kibaya zaidi, hatuwasaidii maisha. Unatoka kijijini unakuja mjini, labda hapa. We kweli huna kitu cha kubeba kutoka kijijini wajukuu wakupokee? Unaenda na kipochi chako hivyo hivyo kweli? Unaenda kwa watoto mikono? Mbona ni aibu? Nenda kwa watoto, watoto wanapata raha. Unaenda umejifunga kwa mumeo, rudi haraka. Lakini watu wengi biashara pale kwenye uvivu. Watu wengi wanakuwa maskini kwa sababu ya kauvivu na kuiga mambo na roho mbaya na wivu. Mtaani kwako kuna mtu anapika vitumbua vizuri sana, na wewe pia unapika vitumbua, na matumbua yako watu hawanunui, wananunua vile. Unamchukia na kumnenea vibaya. Wanapenda mitumbua yake wakati mibaya. Kama mibaya mbona inanunuliwa? Siri, nenda kwa yule anayependwa. Nenda kajifunze kwake. Hivi ni siri gani mwenzangu unayotumia? Watu wa Mungu,
Wivu ni adui wa maendeleo. Unapokuwa na wivu kwa mtu ili uwe kama yeye au mpite, wivu unaleta kuuana, unaleta chuki. Wivu ndio ulifanya Kaini akamua Abili. Wivu ndio ulifanya Sauli akawa anamuinda Daudi ili amuue, eti kisa tu wanawake walimuimba vizuri. Kama mtu anasemwa vizuri, nenda kajifunze, kaa karibu na yeye. Kuna siri watu wengi mimi hapa hawanijui. Marehemu mchungaji Joseph Shemu Onyango alikuwa ni rafiki yangu sana sana, amenibatiza akanifungia ndoa, na ndio alikuwa anafundisha sera za ndoa. Laiti leo hii angeamka angefurahi sana, lakini najua tutaonana mbinguni. Wewe biashara unayofanya ni bodaboda, mchafu, koti lile ufui. Na ninyi wenye waume ambao ni bodaboda, hebu mfanye mume wako awe msafi. Kumbuka tunajifunza umaskini. Ni nani atapanda bodaboda ya mtu mchafu, koti linanuka? Vitafunwa, watu wanaenda kazini asubuhi, wewe saa 4 ndio unatoa maandazi yako, nani atanunua? Wanawake wananunua mboga asubuhi, wewe saa 5 saa 6 ndio unauza matembele, nani atanunua? Siri ipo, wewe mwenyewe jitafakari, fanya ubia na Mungu. Biashara yoyote unayofanya, fanya ubia na Mungu, rudisha zaka na sadaka. Na Mungu ametufanyia jambo jema ninalolipenda. Anayerudisha milioni, anayerudisha 10,000, anayerudisha 500, kama wote wamerudisha kwa uaminifu, mbele za Baba wako sawa. Mtazame Mwokozi, usoni mwake mzuri, mambo ya dunia ugeuka tukitazama